Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Leo tutakuwa tuna ujumbe unasema, dhambi haitawatawala ninyi. Dhambi haitawatawala ninyi. Baba yangu uliye mbinguni, ninasema asante kwa neema yako. Ninakutukuza kwa ajili ya huruma na neema. Ni huruma zako tu Baba, hatuangamii. Ninasema asante kwa ajili ya wakati huu ambapo mtoto wako anaenda kusikiliza ujumbe huu. Bwana Yesu, ninaomba achilia neema na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ujumbe huu kauweke alama. Ujumbe huu kaugongelee muhuri yako Baba, ukaweze kubadilisha maisha, ukaweze kutupa hatua nyingine, ukaweze kutuinua tena. Baba, anajikabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu, Roho wa Baba, tawala kinywa changu, tawala moyo wangu Bwana. Nisivuke mpaka wa neno lako. Nisaidie kupata kueleweka kwa mtu wako. Mungu wangu, nisaidie kutumia lugha itakayoeleweka kwa watoto wako. Baba, naomba ukapate kunisaidia. Neema yako Roho Mtakatifu na uwepo wako sahihi Bwana. Nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tangu mwanzo ujumbe huu Bwana mpaka mwisho ujumbe huu ukapate kubadilisha maisha ya mtu. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini na kushukuru. Amen. Mpendwa, siku ya leo kuna ujumbe unasema kwamba dhambi haitawatawala ninyi. Kitabu cha Warumi sura ya 6 ule mstari wa 12 mpaka 15. Warumi sura ya 6 ule mstari wake wa 12 mpaka 15. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Warumi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 15, nasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkaitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha zake. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Hasa hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumwa wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumwa wa utii uletao haki. Nianze kutoa historia kidogo ya nitoe maana ya dhambi ambayo mimi nilifundishwa na ninayofahamu kwamba dhambi ni uasi. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza Yohana ile sura ya 3 mstari wa 4, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4, dhambi ni uasi juu ya sheria ya Mungu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4 anasema, kwa maana dhambi ni uasi, na kila atendaye dhambi amefanya uasi. Ni uasi juu ya sheria ya Mungu ni nini? Kitabu cha Mwanzo anatuonyesha wakati ambapo Adam alipewa sheria na Mungu. Adamu hakupewa sheria nyingi, alipewa sheria moja, kwamba na kuweka katikati ya bustani, kula miti yote lakini mti wa katikati usipate kula. Ilikuwa ni sheria moja, ilikuwa kuthibitisha utii wa Adamu. Biblia inasema Adamu alipokula ile tunda, ndipo hapo mauti ikaingia duniani. Malaki aliasi sheria ya Mungu. Malaki alipoasi ile sheria kwamba usile, akala, ndipo dhambi ikaingia. Mungu anaposema kitu kwamba usi, basi usi. Anaposema kitu usi, basi usi. Akisema fanya, basi fanya. Kama umeokoka na unajua kabisa kuwa jambo hili ni baya, ukilifanya ujue ni dhambi kwako. Yakobo anatuambia, Yakobo sura ya 4 mstari 17 anasema, kwa maana mtu yule ajue kutenda jambo jema, asipolitenda kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo kama umeokoka unajua kabisa kwamba huyu mtu anaonewa na unao uwezo wa kumsaidia lakini hujamsaidia, inawezekana ukawa umepata dhambi. Kwa sababu unajua kutenda mema lakini hujatenda mema, basi hiyo ni dhambi. Yakobo 4:17 anasema, ajuaye kutenda mema asipotenda jema, kwake huyo yeye ni dhambi.
Kwa hiyo dhambi ni chochote kinachoasi sheria ya Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari 12 na 15, Paulo alikuwa analiandikia kanisa la Warumi. Anaandikia ujumbe huu katika kanisa ambalo, katika mji ambao ulikuwa unakaliwa na Wayahudi wenye sheria pamoja na wa mataifa wasio na sheria. Kumbuka Wayahudi ni watu walikuwa wanaamini katika sheria, lakini mataifa ni watu ambao walikuwa waamini katika sheria. Ndio maana Warumi sura ya 1 mstari wa 10 anasema, kwa maana sonea haya Injili, kwa kuwa ni uwezo wa Mungu leta wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia, kwa kila aminie. Sasa anatoa agizo hili kwa watu ambao mji tayari unakaliwa na watu ambao tayari wamechangamana. Nikwambie, kuchangamana na mataifa sio, yani kukaa kwenye mji ambao watu ni waovu, sio tatizo. Tatizo ni wewe kutunza utakatifu. Ni mji ambao ulikuwa ni kitovu cha biashara, ni mji ambao ulikuwa ni kitovu cha siasa. Mambo mengi ya anasa yaliyokinzana na maadili ya kanisa yalikuwa kitendeka. Mambo mengi ya anasa na mabaya yaliyokuwa kipingana na maadili ya kanisa yalikuwa kitokea katika kanisa la Roma, katika mji wa Roma, Warumi. Sasa nianza kusema kwamba dhambi haijiongozi yenyewe. Dhambi haijiongozi yenyewe, lazima uiachilie itawale, ndipo itachukua nafasi. Dhambi haijiongozi mwenyewe. Mungu atusaidie sana kanisa la leo. Mungu atusaidie sana. Sasa kuna mambo kujifunza katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 15. Kuna mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza, dhambi isitawale. Mstari wa 12 anasema, pale anapozungumza mstari wa 12 anasema, dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Dhambi isitawale. Mwamini ambaye tayari umeshapokea neema na msamaha kupitia Kristo, haupasi kuruhusu dhambi. Haupasi kuruhusu dhambi. Haupasi kuruhusu jambo lisilo jema kutendeka kwako. Siku moja nilikuwa nasoma madaftari ya mama yangu ambao alikuwa ameandika zamani katika mafunzo kwa kujifunza. Nikakutana na kitu aliandika ujumbe, akasema, mama yangu akaandika ujumbe anasema kwamba ili kushinda tamaa, usiruhusu tamaa. Huyo ujumbe kati na somo kaingia ndani yangu, ukawekwa muhuri ndani yangu, na ukanisaidia kwamba ili kushinda tamaa, usiruhusu tamaa. Usiruhusu tamaa, ili kushinda tamaa yoyote ile. Na dhambi nyingi huanza na tamaa. Yakobo pia anakiri, anasema, kwa maana anasema ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Maana kumbe chochote, dhambi yoyote inaanza na tamaa. Kwa hiyo ili kushinda tamaa, usiruhusu tamaa yoyote. Chukua hatua ya makusudi zaidi ili kushinda dhambi na kuiacha. Unapoona kwamba hili jambo limekuwa kikwazo, hii kitu imekuwa ni changamoto kwangu, chukua hatua za ziada. Chukua hatua za kimkakati kushinda hiyo dhambi. Jambo la pili kujifunza ni kutoa viungo vyetu kuwa silaha za dhuluma. Anasema pale mstari 13, msitoe viungo vyenu kuwa silaha ya dhuluma kwa dhambi. Maana ni kutumia viungo vyako kutenda uovu, kutumia mikono yako kuiba, kutumia ulimi wako kuchonganisha watu, kutumia ulimi wako kusambaza taarifa za uongo kwa watu, kutumia ulimi wako kusema uongo. Hivyo ni kuvitoa viungo vyako kwa silaha za dhuluma, maana kutenda uovu. Asa Mungu anatupa wito watoto wake katika utumishi wetu, tuishi utumishi wa takatifu, sio utumishi wa dhambi. Jambo la tatu la kujifunza ni kutawaliwa na neema. Kutawaliwa na neema. Mstari 14 pale alikuwa anaonyesha neema, kutawaliwa na neema. Anasema hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Unajua sheria ilikuwa inaonyesha dhambi, lakini haikuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Sheria huonyesha dhambi, lakini haina uwezo wa kushinda, haikuonyesha nguvu ya kushinda dhambi. Israeli walipewa sheria na Mungu. Kutoka sura ya 20 wakapewa sheria amri 10, wakashindwa kuzifuata. Mahali na mahali Mungu amewapa sheria, wakashindwa kuzifuata. Kwa sababu gani? Hawakuwa na ile neema ya Roho Mtakatifu kama tulionayo leo. Kwa hiyo hawakuweza kushinda dhambi.
Kwa hiyo sheria inaonyesha dhambi, lakini haiwezi kushinda dhambi. Lakini neema ya Kristo ambayo inapatikana kwa imani inatoa msamaha na nguvu ya Roho Mtakatifu ya kushinda dhambi. Neema ya Kristo ambayo inapatikana kwa imani inatoa msamaha na nguvu ya Roho Mtakatifu ya kushinda dhambi. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anasema, kwa maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Anasema kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Sheria ilikuwa ikija, kuna mtu anajitahidi sana asitende dhambi, lakini alikuta anatumbukia. Kuna wakati unaweza kusimama kwa muda mfupi, lakini ukarudi pale pale. Ukijaribu kuchomoka kwenda mbele, unapiga hatua mbili, dhambi inakuja na kupiga, unaanguka tena paa. Unajaribu kwenda mbele, lakini bado umekamatwa. Imekuwa ni kama vile umesaliwa nayo, inakung'ang'ania kwa sababu ni sheria. Lakini neema ya Roho Mtakatifu rakasodi ya bahanta inakusaidia kushinda uovu. Karabababa sekitamai liana na mamosa kataina. Neema ya Bwana inakusaidia kukataa ubaya. Tito 2:12 anasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatusaidia kukataa dhambi, kuishi maisha utaua na haki katika ulimwengu huu sasa. Anasema inatusaidia kukataa dhambi na kila ubaya wa kidunia, ili upate kuishi kote. Ni neema kushinda dhambi, ni neema. Kuna wakati Mungu alinionya na nilijifunza sana. Nilikuwa katika hali ya mawazo ya ujinga. Nilikuwa najua kwamba mifungo ndio inanisaidia. Nilikuwa najua kwamba namna ambayo labda nipo kwenye kanisa ndipo inanisaidia. Lakini kumbe sio, ni neema ya Roho Mtakatifu. Mungu akaja kunifuta akaniambia, wangapi hapo makanisani? Mara ngapi na wewe upo kanisani lakini bado ukakata tamaa, ukarudi nyuma? Nikaja gundua kumbe kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Unahitaji neema ya Bwana. Unahitaji msaada wa Bwana ukusaidie kushinda hiyo dhambi, ukusaidie kukutoa kwenye kifungo chochote kile ambacho kipo kwenye maisha yako. Jambo la 4 la kujifunza ni kukataa visingizio. Paulo alijua kabisa maneno yake yanaweza kufasiriwa vibaya. Paulo katika kanisa akajua kabisa hili kanisa linaishi katikati ya kizazi kilichopotoka, katikati ya kizazi chenye maarifa. Akajua hili andiko linaweza likafasiriwa vibaya. Kuna watu wanajitetea leo kwa sababu ya neema. Kuna mafundisho potofu yapo kwa sababu ya neema. Mtu anakuambia kwa sababu tumeshaokoka, umepata neema, ukifanya zote ni sawa. Ni neema, tupo wakati wa neema. Nikwambie, Paulo anasema hasa tutende dhambi kwa sababu neema ipo? Hapana. Licha kwamba neema ya Mungu ipo, neema kazi yake ni kutustahilisha pale kusaidia, ni kutuwezesha kukataa ubaya. Angalia kazi ya neema, inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Shadia brakasuri ya mayo. Tunapaswa kujitenga na kukataa dhambi, sio kwa sababu ya sheria mpendwa, bali kwa sababu ya shukrani ya neema ya nguvu za Mungu. Tunapaswa kujitenga na dhambi na kuikataa dhambi, sio kwa sababu ya sheria, bali kwa sababu ya dhamiri. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatupa kuishi maisha ya ushindi. Roho Mtakatifu pekee yake anaweza kutupa maisha ya ushindi. Kuokolewa, wewe uliokoka ama unatamani kuokoka, maana yake ni kuokolewa, maana yake ni mabadiliko ya maisha, na kwamba ingawa dhambi inajaribu kukuvuta, inajaribu kukurejesha nyuma, lakini tunaweza kusema hapana, kwa sababu tuko chini ya neema inatuwezesha. Mabadiliko, ingawa dhambi bado inatuvuta nyuma, inatujaribu kutukatisha tamaa, inajaribu kufanya uione mambo mengine ya kawaida. Nikwambie, leo tupo kwenye kizazi ambacho utandawazi unajaribu kubadilisha dhambi ionekane kuwa haki. Utandawazi unajaribu kubadilisha dhambi ili ionekane kwa haki, lakini kwambia hata iweje, utandawazi hawezi kubadilisha dhambi kawa haki. Anasema mimi ni yule jana, leo na hata milele. Hajabadilika wala hatabadilika katika jina la Yesu. Hatabadilika. Ingawa watu wanabadilika,
majira yanabadilika, lakini Mungu ni yule yule. Pendo, chukua nafasi hii, hebu omba neema ya Mungu ndani yako katika kushinda dhambi. Tunazungukwa, tunaishi katikati ya kizazi ambacho tunakaa na watu tofauti, jamii tofauti. Isaya sura ya 6, alipokuwa mbinguni, alipoona malaika wale wenye mabawa, alipokuwa akiona watu wanamsujudia Mungu kule mbinguni, akiona malaika. Kuna wakati mtumishi mmoja akatupo mbinguni, anasema ya kwamba akasema kwamba ole wangu mimi kwa kuwa nipo katikati ya watu wenye midomo michafu. Katikati ya watu wenye midomo michafu. Tupo katikati ya watu tunafanya nao kazi. Tupo katikati ya watu tunaishi nao nyumbani. Tupo katikati ya watu tunaofanya nao tunaoshiriki nao mambo ya kijamii. Watakushawishi, watakufanya uone mambo ya kawaida. Mbona fulani anafanya? Kuna ile kujitetea. Mbona hata fulani na yeye mbona ilimkuta, mimi ni nani? Hapana mpendwa, nikwambia ipo neema ya Bwana. Iko neema ya Bwana inatusaidia. Tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo hiyo kutokana na nafsi zetu, bali ni kipawa cha Mungu. Tunahitaji kipawa cha Mungu kushinda dhambi. Rabobosia kai kana na makaya, reketosia manta kana na makaya, ranta kabala kasuri ya manta, riamakosia kataya. Hebu chukua nafasi tumombe Mungu kwa dakika moja. Tumwambie Mungu tunaomba neema. Baba, tunaomba neema ya kushinda dhambi. Tunaomba neema ya kushinda uovu. Baba, nipe neema nisishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Nipe neema ya kushinda dhambi. Nipe neema ya kukataa ubaya. Nipe neema Bwana ya kujitunza. Nipe neema ya kutunza utakatifu kwa gharama zote. Nipe neema ya kusema ni bora kusalauliwa, ni bora kuachwa, lakini sitaikana imani. Shakatata makai riaboko sia kaya kazita makana maya riakalosia kama nai elikosi kapara na makai shakataina. Baba nisaidie, Baba niwezeshe, neema yako tusaidie kuishi kwa utaua na haki katika ulimwengu wa sasa. Ingawa wengine watabadilika, ingawa kuna kuzikika, tupe neema ya kushinda. Tupe neema kwa kutumainia tumaini kubwa la mwito wako. Tusaidie Bwana, ukatupe neema tuweze kuiona mbingu. Maana mbinguni hakitaingia kilicho kinyonge, bali kilicho na nguvu, kilichoshinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Baba, nipe neema, imani yangu ikakue, imani yangu iongezeke katika wewe. Nisiende kwa kuona, kwa kutazama, bali kwa imani. Baba, asante kwa neema. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa msaada wako. Na kila ambaye atasikia ujumbe huu Bwana, ukaachilie neema na uwezo wa kushinda dhambi. Ukitusaidia Bwana, ukituongoza na kutuhekimisha na kutadabisha katika haki yako. Utukuze Mungu, utukufu kurejea wewe. Asante kwa neema, asante kwa fadhili zako. Upewe sifa, ushukuriwe katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana na neema ya Mungu zidi kwa juu yako.